Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tunaweza kusema kwamba hivi sasa wekundu wa Msimbazi Simba wameshika mpini, huku kijana mdogo Selemani Mwalimu yeye akiwa ameshikilia makali mara baada ya uhamisho wake kujiunga na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kutoka kunako kikosi cha Simba. Na uhamisho wake ulikuwa ni wa sekeseke, maana haitambulishwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Baada muda mfupi tukashuhudia kwamba amejiunga na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Leo kwa mara nyingine tena Selemani Mwalimu katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya kikosi cha JKT Tanzania hata kuwa sehemu ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ambacho kitakwenda kupambania alama 3. Sasa issue Selemani Mwalimu hivi sasa inaonekana kuwa serious sana, na wekundu wa Msimbazi Simba kuna sehemu wameshikilia ambapo haiwezekani Selemani Mwalimu kucheza mpaka Simba Sports Club waweze kuachia hiyo sehemu ambayo wameshika. Taarifa zinaeleza kwamba hivi sasa Selemani Mwalimu ukiingia kwenye system za FIFA anasoma kama mchezaji wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, japokuwa amesajiliwa na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Na taarifa zinaeleza kwamba ili wekundu wa Msimbazi Simba waweze kumrelease, kumtoa kunako system hiyo, wanataka fungu fulani, kiasi fulani cha fedha kama sehemu ya usumbufu ambayo waliipata na kadhia ambayo wameipata kwa Selemani Mwalimu. Kumbukwe Simba siku ya kilele cha Simba Day, Selemani Mwalimu alitambulishwa kama mchezaji wa Simba kuelekea katika msimu 2026-2027. Watu wakapumzika siku moja, siku ya pili ikasemekana bwana mkubwa ameibiwa kambini. Sasa kikubwa ni kwamba Young Africans walikwenda kutop up ile ofa ambayo Simba walipeleka kwa Wydad, na kwa bahati mbaya wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa hawajalipa hela. Young Africans wakalipa hela, wakakubaliana na mchezaji kiasi fulani cha fedha. Basi mchezaji akaamua kubadilisha mawazo, kitu ambacho viongozi wa Simba, wamiliki wa Simba wamekasirishwa. Hivyo Simba wamempiga bani Selemani Mwalimu, na kuna sehemu ya fidia ambayo wanaidai kutoka kwa Selemani Mwalimu. Kwa mchezaji ni pigo, kwa klabu pia ni pigo, kwa maana Young Africans wamemsajili mchezaji ambaye hivi sasa hawezi kumtumia, lakini kwa mchezaji pia anavyoendelea kukaa bench huenda akapoteza nafasi yake ya kucheza kipindi ambapo timu inaendelea kujitafuta. Anapozidi kukaa, timu ikikaa vizuri, Mwalimu akiwa na first 11 yake, yeye kwenda kupenetrate inaweza ikawa ni changamoto. Kwa hiyo pigo pia kwa mchezaji. Hivyo basi Simba Sports kwenye FIFA Connect wao wamepiga banning pale, na mchezaji hatatumika na Dar es Salaam Young Africans paka pande zote zitakapokubaliana. Yes, pande zikikubaliana basi tutamuona Selemani Mwalimu akiendelea kuitumikia kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Lakini kwa sasa tunaweza kusema ya kwamba Selemani Mwalimu ni ngumu kumuona akivaa jezi ya Dar es Salaam Young Africans katika michezo yote muhimu ambayo inatambulika na CAF lakini pia FIFA. Kwa hiyo tutegemee kumuona Selemani Mwalimu akiwa jukwaani katika mchezo huu wa leo na michezo ijayo kama swala lake halitashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Hivyo Selemani Mwalimu leo hatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga ambacho kitavaa JKT Tanzania. Sababu kubwa ni wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wameshika mpini, Selemani Mwalimu na Young Africans wameshika makali. Kuna sehemu lazima wapasuke ili Selemani Mwalimu aweze kucheza. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.